Na mshauri wa masuala ya kisiasa wa Rais William Ruto, Karisa Nzai, amesema uhuru wa kujieleza na demokrasia ni haki zinazolindwa nchini, lakini akasisitiza kwamba zinapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia maslahi ya taifa. Akizungumza huko Mombasa katika hafla ya viongozi wa kidini, Nzai amewataka wanasiasa wanaowania uongozi kuelekeza nguvu zao zote katika kutafuta uungwaji mkono wa wananchi badala ya kutumia lugha ya matusi dhidi ya viongozi walioko madarakani. Nzai anasema Rais William Ruto ndio kiongozi aliyechaguliwa kuliongoza taifa kwa sasa na kwamba taasisi ya urais inapaswa kuheshimiwa. Ameongeza kwamba mabadiliko ya uongozi yanapaswa kufanyika kupitia taratibu za kidemokrasia. Tano hapa. Baba yetu wa mbinguni, East Africa Pentecostal Churches. Mimi ndio mwangalizi wa mali ya dini hiyo. Maana utakuwa unaona makosa yao. Jambo kubwa katika taifa letu ni kuangalia amani, kwa sababu kukiwa na amani kila mmoja ataweza kufanya siasa yake. Lakini tukiwa na ile siasa ya hamaki ya kuona kwamba mimi niko bora kumshinda mwingine, taifa hili ni bora kushinda lile lingine, kabila hili ni bora kushinda wale wengine, dini hii ni bora, hii Kenya tutaigawanya vipande na hatutakuwa na Kenya ingine. Hatuna spare ya Kenya. Wewe tunapaswa kuelewa ya kwamba siasa ni msimu, unakuja na unaenda. Tunakashifu vitendo vya goons kuingia makanisani na kufanya uhalifu. Hiyo ni kitu ambayo hatukubaliani nayo na tunaipinga kabisa, na tunailani hiyo kwa jina la Yesu. Isifanyike tena, wala isifanyike tena. Tuangalie kwamba nchi yetu isije ikaharibika kwa sababu ya vurugu na uchochezi ambao baadhi ya wanasiasa wanaoendeleza. Ninachoomba ni kwamba amani inapokuwepo, nchi itaendelea.